Ndugu zangu, nilikuwa na utaratibu tofauti kidogo nilipokuwa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, na nilibahatika kuongea na wafanyakazi wote wa wizara hili. Lakini hapa kidogo nimebadilisha utaratibu kwa kuanzia. Nikasema kwanza nikutane na viongozi wote wanaosimamia sekta ya maji, tuzungumze, tufahamiane, angalau tujuane, halafu tuone tunafanya nini huko mbele. Kwa vile ndio nikaamua, baada ya kushauriana na wenzangu, tukaamua tukutane, tuzungumze, tuone tunafanyaje. Ndugu zangu, kama mnavyojua, maji ni hitaji kubwa muhimu sana katika uhai wa mwanadamu na viumbe vingine. Maji hayana mbadala, na hivyo maana tunasema bila ya maji hakuna uhai. Pamoja na umuhimu huo, ni kweli usiopingika kuwa maji ni uchumi. Maendeleo ya kiuchumi ya nchi yoyote duniani, kama ni ya viwanda, ni ya kilimo, ni ya teknolojia, kwa kiasi kubwa yanategemea maji. Katibu Mkuu amesema hapa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi 2015-2020, tumeelezwa wazi wazi kwamba itapofika mwaka 2020 upatikanaji wa maji katika miji mikuu ya mikoa lazima iwe imefikia 95%. Kwenye miji ya wilaya lazima ifikie 90%. Kwenye vijiji lazima tufikie takriban 85%. Tunavyozungumza hivi tulivyo, kwenye vijiji tuko nafikiri 61.6, na hapa tulipo tuna miaka miwili tu mbele. Kwa vile ndio iko haja tukaa tuzungumze, tuone tutafanyaje sasa, tutawezaje kufika hiyo 1% tuliopewa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ninaamini kabisa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais tutaifikia 1% hiyo bila matatizo yoyote. Ndugu washiriki, nimekuwa nikizungumka Tanzania nzima, na bahati maeneo mengi nimetembea. Kwenye Wizara ya Maji sikujatembea maeneo mengi, lakini nimeenda kwa Mara, tumeenda Simiyu, tumepita kidogo Singida, tumefika Katavi, tumefika Rukwa, tumefika Kigoma, tumefika Lindi, maeneo mengi. Na ukitembea ndio unaona na ndio unajifunza tatizo ni nini. Tumetembelea maeneo mengi na tumejifunza mambo mengi, na nikaona sasa iko haja tukae pamoja ili tuweze kuona tunafanyaje hizo matatizo yaliyoko huko, tunakaaje, tunafanyaje tuweze kuyatatua. Na mara nyingi kuna neno nalitumia nikipita, Wizara ya Maji inafanya kazi, ama mamlaka za maji zinafanya kazi kama idara za serikali. Sikukosea pengine, hata leo nimethibitisha hivyo. Leo nimebahatika asubuhi nimepitia sheria ya mamlaka za maji. Asubuhi mara moja kulikuwa nakuja nimetetea sahihi. Kipengele kimoja kinasema mtendaji mkuu wa mamlaka ya maji anatakiwa awe na sifa hizi kuteuliwa kwa mtendaji mkuu. Sifa ndio ni muhimu, nazungumza pale. Awe mtu mwenye uzoefu wa kujua sekta ya maji, mtu mwenye experience sijui kwenye maji na maji taka. Hiyo ndio kriteria iliyoandikwa. Sasa hiyo sikutegemea katika karne hii ya 25. Sheria inasema hivyo. Nikajua kweli nilipokuwa nasema mamlaka za maji ni kama taasisi za maji, nilikuwa niko sahihi. Maana nini sheria ile? Hata mtu wa darasa la 7, la 8, la 9, la 10, form 4, form 6 unaweza kumpa hiyo kazi. Nimeshukua shocked kuiona hiyo statement. Na wenzangu wakati tunatayarisha sheria niliandika hiyo, nafikiri Simon yupo, niliandika hiyo. How comes tunachagua mtendaji mkuu wa maji, elimu sio criteria anymore? Kwa vile nafikiri maneno nilikuwa nasema kama idara ya maji, mamlaka za maji kama idara za maji, nafikiri nilikuwa sahihi. Iko hivyo.
lakini haitatokea, tunaenda kuibadilisha. Let's be on, tutaibadilisha. Of course kwenye mamlaka za maji hizi kuna mamlaka category A, B, C, lazima niangalie hiyo. Lakini sasa hivi ukenda kule vijijini kote kule, halmashauri zote, wahandisi wale wote wana minimum degree ya kwanza. Minimum. Kwa vile hiyo nataka clarify au nataka kusisitiza kwamba statement yangu ilikuwa sahihi kwamba mamlaka hizi zinafanya kazi kama idara za maji. Lakini naamini hakuna mtu yoyote ambaye sasa hivi ni mkurugenzi aliyekuwa hana degree. Lakini angalikuja mtu tuna form 6 akasema sheria inasema hivyo na anapeleka mahakamani kama ameshinda interview, ndio. Kwa sababu sheria haijasema clearly kuhusu elimu. Ilikuwa ni kosa na bahati mbaya, kwa wakati ule pengine ilikuwa sahihi. Lakini mwaka 2009 sikutegemea kama ilikuwa sahihi hivyo. Kulikuwa na Tanzania wengi wenye degree nyingi tu, wala haikuwa shida namna hiyo. Ndugu washiriki, mkutano huu ni wa kikazi, hivyo pamoja na majadiliano mengi ni lazima tujadili mambo yafuatayo. Kwanza nataka tutajadiliana hapa hali ya upatikanaji wa maji na mikakati ya kupanua huduma hizo kufikapo mwaka 2020. Pili, la msingi kabisa, mapendekezo ya viashiria vipya vya kupima utendaji wa mamlaka, yani key performance indicator. Hatuwezi kufanya kazi serikalini kama hakuna kipimo chochote. Na watendaji wengi wa mamlaka ya maji hao mnaoona wanataka wapimwe. Lakini sisi kwa bahati mbaya tulishindwa kuwapima. Kwa vile nikaongea na wenzangu sasa nikaona iko haja watendaji sasa wa mamlaka ya maji lazima tuwapime. Na hatutowapima kwa mwaka mzima. Hii lazima niweke clear, katibu mkuu mkiandika hizo performance indicator, sitaki tuwapime for mwaka mzima. Tuwape quarterly basis. Quarterly basis. Miezi mitatu jamaa anatuletea ripoti yetu, ameperform ndio, hakuperform tunampa miezi mitatu mingine, akishindwa kuperform tunamwambia mlango ule uliotokea. Na bahati mbaya mimi, au bahati nzuri ama mbaya sijui, mimi ndio nateua nini manager. Si wafichi, lakini hivyo ndio itavyokuwa. Naamini wengi sana wana uwezo na wanafanya hiyo kazi. Hili jambo tumelifanyia utafiti, hatukuja tu. Jambo jingine ambalo muhimu nataka tulizungumze, tafsiri ya eneo la huduma kwa mamlaka ya maji nchini. Moshi leo wanazungumzia upatikanaji wa maji 100%. Lakini definition ina maana gani? Ukenda Moshi, wale Moshi mjini tukaeneo kadogo wanapata maji 100%. Lakini ukicross the border, ukitoka tu pembeni, wengine hawapati maji. Mimi kwangu na nyumba yangu, boma langu watu wote matajiri, lakini nikitoka tu nje watu wengine maskini. Utajiri wangu hauna maana. Kwa vile nataka to define, nyinyi ndio wataalamu, modify hii tunaposema eneo la kutoa huduma likoje. Kama mimi ningalipendelea mamlaka mzuri iweze kwenda zaidi, ichukue eneo kubwa zaidi, iweze kutoa huduma zaidi. Na tukifanya hivyo manake hata mamlaka yenyewe inafanya kazi au inafanya biashara mzuri zaidi. Rather kuwa na kaeneo kadogo unasema mimi natoa maji 100%, sio sahihi. Kumekuwepo na baadhi ya mamlaka zimeshindwa kulipa bili za umeme na kununua madawa ya maji. Hili halikubaliki. Lazima mamlaka zote ambazo zinafanya kazi ziweze kununua dawa kwa ajili ya kutibu maji pamoja na kulipa bili za umeme. Zamani ilikuwa kuna babysitter style. Watu wanatumia, wakishatumia naleta wizarani, waziri tulipie. Waziri Mbarawa hata kufanya jambo hilo. Subirini Mbarawa akiondoka, mulete bili zenu. Pengine katibu mkuu ataweza kubadilisha, lakini naamini hatakubali. Hii tabia tuache. Kwa sababu nyinyi mnatoa huduma na mnalipwa, inakuwaje leo mshindwe kulipia huduma ya umeme pamoja na huduma ya madawa? Tapa example, nimekwenda Nzega. Nzega pale kuna mfumo wa maji, kutengeneza maji. Nimeuliza hivyo maswala, hatuwezi kununua madawa, hatuwezi kulipa umeme. Nikamwambia sasa twendeni kwenye details tuone.
Nimeenda kwanza nikauliza tu, hebu niambie kilo moja damu mnanunua shilingi ngapi? Kanipa bei, wakanipa bei. Na kila siku mnatumia kiasi gani? Akasema data zao mimi nikaandika. Nimeenda kwenye kitabu. Hizo data sio zinavyozungumza. Wanazosema ni tofauti na wanazoweka kule ni tofauti. Pengine hawajui dawa kiasi gani na inatakikana, ama ni ujanja. Hilo la kwanza. Pili, kuna mamlaka nyingine ndogo ndogo zinaweza kulipa umeme. Kwa nini mamlaka Kigoma ishindwe kulipa umeme? Kilo Masoko, pengine sema mmeenda ama mjaenda, ni pahala huko shamba sijui wapi iko mbali, na mamlaka ile pale inalipa umeme. Kwa nini Sengerema ishindwe kulipa umeme? Mamlaka Sengerema ishindwe kulipa umeme. Kwa nini mamlaka ya Kigoma ishindwe kulipa umeme? Something somewhere is wrong. Kuna kitu hakijakaa vizuri. Lazima tukiweke vizuri. Nyinyi ndio mnajua. Mtu akenda akifuata zile details, akifuata vile vielelezo vyenu, umeme gani unatumika na kwa nini unatumika, end of the day utakuta mambo mengi sana. Na hii mambo sio magumu. Mtu nikwenda kuangalia tu una mashine gani kwa siku, unawasha kiasi gani na nini, unaweza kufanya calculation ambayo rahisi ukajua. Lakini kwa nini mamlaka nyingine hizi zishindwe kulipa? Kwa nini mamlaka nyingine zishindwe kununua madawa? Haya ni maswala ya kujiuliza. Majibu mnayo. Lakini wengi wameshakuja kutaka nilipe umeme, nimesema hapana. Sengerema wamekaa siku mbili, nafikiri bunge alinipigia simu, umekatiwa maji. Kamuita MD, nafikiri yupo hapa. Nikamwambia bwana tatizo nini? Akamwambia nenda kazungumze na TANESCO. Si mmekubali kulipa installment, nendeni maji yafunguliwe. Wameenda wamefungua. Lakini walishazoea akisema ile sisi tunapigwa simu anaandikwa cheki. You can't do that. Hii pesa ya serikali lazima tuitumie. Mtu anakupigia timu na kutishatisha wewe unakuja kuandika. Huwezi. Lazima mamlaka zilipe maji na umeme. Na mtu wa Sengerema atawaambia na umeme uliwashwa na biashara inaendelea. Lakini kwa mfuko wa maji zilipwe. Wapi zile? Nimeona pesa karibu bilioni 2. Nimeletewa mimi ya ndini nilipe. Nikasema siwezi kufungwa. Nitaidhinishaje pesa? After all, mimi sio accounting officer. Hilo lazima mlijue. Siwezi nikaidhinisha. Kama iko kisheria nyinyi mlipe, lakini mimi nitakuuliza why unamlipia umeme wakati anaweza kutafuta hiyo pesa? You need to understand it. Principle tunaenda nazo. Na lazima tutaishi kwa principle. Jamani, mtaelewana. Kaeni mfikirie, lakini nataka mtafute. Mtamfanye kazi, mlipe umeme na madawa. Katika hilo la madawa, experience ndio ipata, ama uzoefu ndio upata. Watu wanaika madawa bila kuwa na data nzuri. Ukichukua dawa unataka kuweka maji yako, kuna parameters fulani as a key parameter ndio zinakuongoza wewe. Wataalamu pengine wanafanya hivyo, lakini ukenda ukiuliza pale, hebu nipe leo umeingiza kilogramu 5 za aluminium sulfate au polyaluminium sulfate kwa kriteria gani? Naonesha data. Sijui, nimepima. Hatufanyi hivyo. Kwa sababu imagine wewe umeweka hiyo aluminium sulfate ikatokea ikaleta athari. Watu wa kuchunguza facing wanakwenda kwenye logbook. Wanaangalia, je, imekuwaje hii? Lakini kwenye logbook hakuna hiyo record. You can't do business like this. Nimetembelea stake ya hatari, lakini mamlaka nyingi mtu ameweka, unamuuliza umeweka kwa stability gani? Hakuna. Kuna hii hakuna. Hatuwezi tukafanya hivyo. Na huu nimeagiza wizarani watoe proper mwongozo na format ambayo itumike sasa. Mamlaka zote hawa tuwe na format moja. Kwamba leo mimi asubuhi nimeamka, nimepima maji yangu, stability ni hii. Based on this stability nimeamua kuweka aluminium sulfate hii ama polyaluminium sulfate kilogramu 100. Vinginevyo msipokwenda kwa watu mtakuja kupata shida. Litatokea na kutokea kwenye treatment. Tunakwambia leo umefanya treatment, watu labda wameharisha. Akicheka na kuuliza umeweka dawa gani? Aluminium sulfate.
kiasi gani, huna majibu. Nakwambia sasa wewe ndio umeleta shida. Tunajua aluminum sulfate haina shida, lakini sio ambao wewe umeleta shida. Kwa avoid hizo, nataka tuweke utaratibu mzuri kwenye format ambayo kwenye mamlaka zote za maji zinatumika. Na hiyo format isibase kwenye kichwa cha Mbarawa. Ibase kwenye EWURA regulator, vile vile international standard. Siye katoka Mbarawa amesema tufanye hivi, it's not right. Hapa kuna regulator EWURA halafu na international standard. Nafikiri mnanielewa. Hilo nataka tulisimamie. Jambo jingine ambalo nataka tulizungumze ni maji kwa wananchi. Nayo azungumza hapa yote ni based on experience, si mambo ambayo nimeambiwa. Sio mambo ambayo nimeambiwa. Kuna baadhi ya maeneo leo Kenya, wananchi vijijini wananunua ndoo moja shilingi 500. 20 liters jerrycan kwa 500 shilling. Kuna wengine wananunua ndoo moja shilingi 20. Wengine wananunua ndoo moja shilingi 100. Wengine ziko bei tofauti. Ukiuliza, nimejaribu kuuliza, je, hizi bei zimeungwa au zimetengenezwa kwa basis gani, kwa misingi gani? Jibu sahihi sikupata. Na jana niliwaita EWURA wakanifahamisha, nikafahamu, lakini nataka tuwe na bei tuzijue. Maana nini? Kama mtu ananunua lita moja, lita 20 ndoo moja kwa shilingi 50, manake kwa cubic mita moja, unit moja, analipa shilingi 2500. Akinunua ndoo moja shilingi 100, manake nini? Manake analipa unit moja, cubic mita moja, shilingi 5000. Mimi naishi mjini Dar es Salaam, mjini. Income ya Dar es Salaam ukiunganisha na income ya vijijini ni tofauti kabisa. Cubic mita moja nalipa shilingi 1660. Yule maskini wa Mungu kule kijini analipa 5000. Kweli tunafanyia haki? Na hayo maji yenyewe kule vijijini yanatoka kwa msereko, gravity. Hakuna any pumping cost. Hakuna. Wataalamu tupo, Watanzania wanapata shida. Nafikiri hili nalo tuliangalie. Regulator yupo na nilimwita jana. Tuwe na miongozo tu. Maji yanayozalishwa kwa kutumia msereko kijijini, mwananchi anatakiwa alipe maximum au minimum kiasi gani? Tunaweka hizo, then tutaenda vizuri. Mwananchi anayetumia maji ambayo yanatokana chanzo cha umeme wa jua anatakiwa alipe kiasi gani? Mwananchi anayetumia maji ambayo yanaproduciwa kutokana na solar ama wind tunnel, sijui kama yapo, kiasi gani? Umeme kiasi gani? Tukijua hizo, then tutakuwa tunatendea haki wananchi. Hii ni kazi ya regulator, lakini na sisi viongozi lazima tulisimamie hili. Nafikiri hilo mmeelewa. Nataka tulisimamie sasa. Lakini Geita, mwananchi wa Geita analipa cubic mita moja ujazo wa maji shilingi 300. Ndio bei ya pale ya mamlaka. Ni sahihi, iko kisheria. Sio kwa mapendeleo, iko kisheria. Lakini mwananchi kula kijini shilingi 4500. Mtu anayenunua ndoo moja lipa shilingi ngapi? Cubic mita moja analipa takriban shilingi 25000. Fanyeni mahesabu, yote nimeingilia au wengine mtaona. So EWURA, wizara, mamlaka lazima lisimamie. Hatuwezi kuacha Watanzania hawa maskini wanaishi vijijini wakapata shida namna hii. Hatuwatendei haki. Uzoefu wangu umenipeleka maeneo mengi tena na bahati. Tatizo kubwa kabisa na linaleta matatizo na linaleta changamoto, wananchi wanaoishi karibu ya vyanzo vya maji hawapati maji. Maji yanatoka kwenye chanzo A
kwenda eneo B, lakini wananchi waliopo hapa Penchanzo hawapati maji. Mainjinia wetu wakati wa kudesign tunafanya nini? Hili hamulioni. Matokeo yake ule mradi hautaweza kusurvive. Nimekwenda nafikiri sehemu moja inaitwa Mbesa tumejenga mfumo au miundombinu ya maji hajatoka, lakini kila siku ile mifumo wananchi wanaibomoa kwa sababu kwa chanzo chenyewe cha maji hatujapelekea maji. As engineers we are not right. Pengine engineer wetu unawalaki kwenye hili, kwa sababu engineer si kupata degree, ni maslahi mapana kabisa hasa ya watu na maisha yao kwa ujumla. Kwa hivyo naomba na hili lazima tulisimamie. Kila tunapotekeleza mradi lazima tuhakikishe watu wanaoishi eneo lile pale na watu tunawapa huduma kwanza. Mheshimiwa Rais tulipokuwa Musoma na ndio Musoma yupo, maji yanatoka pale. Kuna eneo hapa juu linaitwa Zanzibar, na nikumbuka ile neno sana kwa sababu na mimi Zanzibar hawapati maji. Mheshimiwa Rais akaelekeza tujenge tangi tuwapelekee maji, na Hope MD ameshafanya kazi, na mimi ahidi mbele ya Mheshimiwa Rais wiki mbili zilizopita tunatangaza tenda, lakini pengine sijui kama engineer amefanya au amepiga maneno tu. Umefanya Katibu Mkuu, lisimamieni hili, yale ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Hatuwezi kwa kiongozi amesema sisi tunafanya, sisi hatufanyi. Lazima tufanye. Naamini halijafanyika, kila kitu najua umeshafanya. Tenda ipo, ukikumbia tenda document utanipa leo, Mungu akubariki, najua haijafanyika. Haina shida. Kwa hivyo naomba, bottom line naloomba wananchi hawa tuwape huduma ya maji. Tukiwapa huduma ya maji watakuwa walinzi wazuri wa miradi na tutaenda nao vizuri. Nafikiri hilo ni muhimu sana. Kutembea kwingi ni kuona mengi, Waswahili wamesema. Nimebahatika tena kutembea treatment zetu plants ama maeneo ambayo tunasafishia ama tunatibu maji hayako salama sana. Yako salama lakini sio sana. Unaenda kwenye mfumo Kashwasa, best example. Watu walioko pale ni kampuni ya kawaida tu, analinda ile miundombinu. Na sehemu muhimu sana ya ulinzi mkubwa ni maeneo ya kutibu maji. Kwa mfano ukenda Egypt, waliokwisha kwenda Egypt, kupata kuingia, basi lakini nimeambiwa kupata kuingia kwenye sehemu ya kufanya treatment maji. Egypt nimekwenda lakini kwenye mambo ya maji sijaenda. Sio kama profesa hajatembea. Profesa na bahati sana katika maisha yangu. Hiyo na bahati nimetembea sana. Lakini siwashindi ninyi wataalamu kutembea zaidi. Sio jeshi, polisi ama nani? Polisi wapo pale ama JKT sijui nyinyi ndio mnajua. Lakini tuende zaidi hapa. Na lazima tuweke mfumo wa kielektroniki, tuwe na CCTV cameras. Ikitokea chochote cha kutokea, tunaenda kureview. Tunareview. Tunajua hasa fulani kulitokea hichi. Then tutakuwa tuko vizuri zaidi. Naamini tukifanya hivyo, hilo litakuwa limekaa vizuri zaidi. Naomba hili mlisimamie, tuhakikishe tunalimaliza. Na naomba lisichukue muda mrefu. Wala msichukue haja niambia wako tayari kwa sheria. Hapana. Mamlaka za maji zina hela. CCTV camera is not expensive sasa hivi. Technology imeendelea sana. Ni kitu ambacho rahisi, naamini hawa mamlaka zote zina hela. Tuwape fursa wafanye. Kwa sababu akinunua wao uchungu utawauma. Lakini pesa zikitoka kwa mfuko itakuwa it's nothing. Kwa hivyo nataka mamlaka za maji hili jambo mlisimamie. Tena msiende mkachukua mifumo huko ya pesa mengi mkasema Azili ametuambia. Hapana. Mtafungwa nyinyi, mimi sitofungwa. Na hii iko kwenye record ile. Kwa hivyo naomba nendeni mtafute mifumo ya kisasa ambayo ni cost effective, yana bei yake rahisi, tuweze kufanya tulinde zile mifumo yetu. Experience hiyo mtaiona, ala halina jambo gumu.
Kwenye suala hilo hilo la operation, nataka watu watumie mifumo ya tehama, hasa mamlaka za maji. Mimi nina bahati sana pengine ya naongea na watu wengi, ni waziri lakini naongea na watu wote hapa, naongea nao kila siku ya Mungu. Leo nafikiri tutaanza kuona DAWASA, tutajua leo amekusanya shilingi ngapi. Ikifika saa 3 kuna dada mmoja anaitwa Rita anatupa information. Leo DAWASA mkoa wa Magomeni umekusanya kiasi hichi, mkoa wa sijui Tabata sijui wapi, mkoa wa wapi, Bagamoyo, zote tunaona every day. Magomeni is not performing Dar es Salaam. Magomeni is not performing. Mimi najua katibu mkuu anakuwa anaingia na Yona na watu wale management yote ya DAWASA wanaiona. Kila siku ifika saa 3 tunaiona. Jana ilikuwa haijaletwa, nikauliza mbona siku 3 hizo hamjakuletea? Sasa tunakuwa tunafuatilia continuous basis mpaka tunafunga duka mwisho wa mwezi. Tunajua leo mapato ni kiasi fulani. Ungalianza kuziweka, kwanza zinaongeza transparent. Watu hawatakuwa na maneno kwamba mandimu na kula hela. Kama mtaanza kuziweka, watu wote wanaziona, then inakuwa vizuri. Najua Mwanza wanayo, Dar es Salaam wanayo, sina nani, lakini najua nazo. Mkiziweka system hizi zitasaidia sana na zitatufanya tuweze kujua, na watu wa kila siku wanatamani kwamba wao wanafanya better and better. Lakini wewe kama unalitoa mahesabu wewe peke yako ndani tu, huwezi kujua vizuri. Kwa hivyo naomba sana hili jambo tulisimamie, tuanze kuanzisha mifumo hii. Very poor, let's tuelezane ukweli. Tuko vibaya sana. Mtu anapiga simu, bomba lake linavuja, nobody cares. Na katika mamlaka hiyo kuna kitengo cha maalum cha custom service. Kuna kitengo maalum naita call center, lakini madhumuni au muhimu wa call center haupatikani. Na bila ya wateja hakutokuwa na mamlaka ya maji. Bila ya wateja hakutokuwa na MD uko pale kwa sababu ya wateja. Na bila ya wateja hata mimi waziri sitokuwepo kwa sababu hakutokuwa na need ya wizara ya maji. Kwa vile sisi kwetu wateja lazima iwe priority yetu namba 1. Na jambo la kufurahisha zaidi, mamlaka hizi zina uwezo mkubwa sana wa kuhudumia wateja, lakini hazifanyi. Tapa mfano mzuri tu mmoja. Mimi huwa naniandikia message watu wengi. Wakiniandikia message, wala simjibu yule mtu. Mimi naiforward message kwenye DAWASA yetu ya Dar es Salaam. Hata katibu mkuu anafanya hivyo, nampongeza sana. Akipatiwa message katibu mkuu, yeye wala haijibu, anaipeleka kwenye DAWASA yetu ya Dar es Salaam. DAWASA yetu Dar es Salaam ni WhatsApp group kwa ajili ya DAWASA Dar es Salaam. Ikiingia pale within 5-10 minutes unasikia kwamba tatizo limeisha. Na mteja anakupigia simu, mheshimiwa bwana, tatizo langu limeisha. It means wale watu uwezo wanao lakini hawataki kufanya. Kwa nini walipoambiwa na katibu mkuu au message ilipoonekana inatoka kwa waziri wanafanya, lakini wao kawaida hawafanyi? Hatuwatendei haki wa Tanzania. Tuwe na desturi au culture ya kuwahudumia wateja wetu. Kila siku naona, nyie pengine hamoni lakini mimi naona, wala sijibu. Nikipata message na forward. Na nikiforward message yote kesho lazima mtasikia taarifa. Yule mteja mwenye atambia, mheshimiwa bwana, jambo langu limekaa miaka 2 lakini leo limetatuka. Sasa ni aibu. Kama mtu amestruggle kwa kitu kidogo, bomba kuvuja miaka 2, nimepeleka message mimi, tena nimepeleka kwenye mtandao wa WhatsApp, imejibika au limetatuka, hii haikubaliki. Ninawaomba sana wenzangu, vitu vidogo hivi ndio inaofanya mamlaka iwe na heshima kwenye community. Vitu vidogo kama hivi ndio vinavyosababisha mamlaka zetu watu wazitambue na watu wapende biashara yetu. Nimejifunza sana kwenye wizara hii. Niliwaambia kwenye wizara hii kuna fursa nyingi wakati naanza, nyinyi hamsijui. Lakini kila siku ya Mungu knowledge yangu inaongezeka. Sababu mimi naangalia kizile kwenye group wanaofanya very interesting things zinatokea kwa kweli. Vitu vingi sana. Pengine nyewe wengine watendaji wa wizara hapati hizo fursa. Ombeni waunganishe kwenye magrupu.
wala nye msijibu, niangalieni tu. Vitu vingi vizuri vinatokea. Kama vile vitu vitaendelezwa, na mimi nitafanya mambo mengi makubwa. Na ndio sababu nikawaita hapa mjifunze. Kwenye ile grupu la DAWASA yetu, unakuta jinsi watu wanapopambana na mivujo Dar es Salaam, mwenyewe unawaadmire na unaona kweli watu wanafanya kazi. Kwa sababu every day ikifika saa 4, Engineer Aaron analeta message kwamba leo bwana, anaonyesha picha, leo tulikuwa eneo fulani, tumepambana na mivujo hii na hii na hii, na mivujo hii tumeiziba, na every information anakuja. Engineer Aaron anafanya kazi kubwa, na saa zote mimi nasema bwana, nasema kama ni bonus, nishasema hii, mimi naogopa sina Mungu. Kama ni bonus wa kupewa ni Aaron. Nilisema na Engineer Cyprian nafikia ananisikia yupo. It is true. He is doing an amazing job. Hebu nyinyi nendeni mkaona. Na mkiona wale watu wanapohangaika kufanya ile mitaro, nyinyi wenyewe hamwezi kuona. Ndio sababu nikapendekeza kwamba Engineer Aaron tumpe fursa naye aongelee. I hope na yeye ataonyesha zile transparent zake. Amazing job kwa hizo, kwa vile tulisimamia hili ili wananchi hawa wawe na imani na wapate huduma nzuri. Tusifanye huni kwenye biashara. Fanya biashara mzuri ni yule ambaye yuko mwazi na mwaminifu. Kila ukifanya uaminifu kwenye biashara yako, utaenda juu zaidi kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa hivyo naomba tuwe wa kweli na biashara zetu, alafu utaenda vizuri. Swala la service charges, naita service charges nafikiri. Hili limezungumzwa sana na waziri aliyopita alielekeza kwamba hili jambo tuliondoa. Lakini kuna baadhi ya mamlaka wanaendelea mpaka sasa hivi kucharge service charges. Nikija kwenye mamlaka yako, nikijua unalipa service charges, tutakukata wewe mshahara, walipe wale wananchi. Kwa vile hiyo, keep in mind, ilishaelekezwa na lazima tusimamie. Kama mungalikuwa na kigugumizi wakati huo, ilikuwa mseme wakati huo. Lakini nyinyi mnatumia service charges, hamtaki kufanya kazi. Mnaona mna service charges, mnapata pesa za bure kwa wananchi, hamtaki kuhangaika kutafuta fedha. Hili halikubaliki. Naomba mamlaka zote mko hapa, swala la service charge mlishaamua kwamba tusimamishe, kwa vile naomba tuendelee kusimamisha. Unless otherwise kuna sababu ya msingi, leteni tuizungumze. Wizara ipo, katibu mkuu yupo, mimi nipo, wakurugenzi wote wapo. Leteni tuzungumze jambo hili tulimalize vizuri. Lakini kwa taratibu ulioko sasa hivi, hakuna kucharge service charges, hakuna kulipisha service charges. Na regulator na timu mlikubaliana, liko vizuri, tunalisimamia. Naomba niende kwenye miradi hiyo. Nilizungumza miradi mbalimbali. Arusha tunaekeza sasa hivi karibuni bilioni 520. Mradi wa Tabora, Shinyanga, Nzega, Tabora, Nzega, wapi, Igunga, tunaekeza karibuni 600 bilioni 600.5. Serikali inaekeza everywhere. Kuna miradi takriban sasa hivi shilingi trilioni 4.5 sehemu mbalimbali. Serikali inaekeza hii kwa ajili ya kutatua tatizo la maji. Lakini serikali tunapoekeza ni kwenye miradi mikubwa, big infrastructure. Sasa kwenye kupeleka huduma, last mile connectivity, ile huduma ya mwisho kwa mteja, mamlaka zinatakiwa zifanye hii kazi. Dar es Salaam pale tumetengeneza miundombinu mingi. Kuna mradi wa kutoka Ruvu juu, kutoka Ruvu chini, tumejenga matangi 30, matangi mengi tumejenga. Lakini wananchi wa maeneo mbalimbali hawapati huduma. Sasa ninapotaka au naelekeza kuanzia sasa, mamlaka zote ndogo au kubwa na ndogo, mamlaka zote zitenge asilimia fulani ya mapato yao kwa ajili ya kuwapelekea wananchi huduma. Na si jambo kubwa, si jambo geni. Dar es Salaam kila mwezi wanatenga asilimia 35 ya mapato yao kwa ajili ya kuwapelekea wananchi huduma. Kama Dar es Salaam wameweza, naamini Dodoma wanaweza, naamini Mwanza wanaweza, naamini Arusha wanaweza. Lazima tufanye. Lazima tuwapelekee huduma hizi wananchi. Nilipoingia wizarani pale mwezi Julai,
Nimepewa taarifa nyingi ya miradi, na mradi miwili ndio kikuta iko pale. Nazungumza sana mradi wa kutoka Kibamba kwenda Kisarawe. Najenga bomba kubwa kilomita 17. Gharama yake nafikiri sasa hivi initial cost ilikuwa ni bilioni 10.6 sijui ngapi. Na mradi wa pili ni kutoka Mlandizi Bagamoyo Mboga. Na huko range hiyo bilioni 9, bilioni 11 au msijui kiasi gani. Nilipokuja ile miradi niliona inalipwa na mfuko wa maji. Mimi nikashtuka sana. Nikajiba mpaka Dar es Salaam mfuko wa maji mnalipa namna hii. Nasema ndio tumeamua. Kaambia kama mmeamua instrument anayo Mbarawa kwanza sasa hivi, hiyo haiwezekani. Hiyo pesa nataka iende Simiyu Kijini. Nikawaita. Bahati nzuri Cyprian nilimteua mimi, nashukuru Mungu ananielewa kidogo. Ni mtu mzuri sana na Mungu ambariki sana. Nikamwambia Cyprian, hii miradi una uwezo na lazima usimamie. Cyprian akakubali. Imekuja jina kwenye listi ya kulipa, nikamwambia nitoe. Akatoa mradi ile sana, ilipia kwa pesa zake za ndani. Nimekuja Duasa. Tunajenga tangi kwa ajili ya mji mpya. Tumechimba visima 8 nafikiri. Duasa ule mradi nimefanya, practice hapa miezi 3 na tumeweza. Nimechukua mamlaka kama 5. Nimechukua mamlaka ya Duasa, nimeipa hiyo kuanzia mwezi Julai. Nimechukua mamlaka ya Duasa, nimechukua Arusha, nimechukua Moshi, nimechukua Makonde, nimechukua na Kilwa nafikiri. Nimewapa malengo. Na katika malengo yale taambia moja. Dar es Salaam Dawasa ilikuwa napata 8.2 billion, 8.1.2 billion wakati tunaanza, wakati Dawasa. Ndio Cyprian. Mpaka mwezi uliopita wamefikia 10.1 billion. Ilikuwa lengo tunalowapa, wanataka wafikie 12 billion na wanaweza. Kama nilivyoambia Duasa tulikwenda hiyo. Arusha alikuwa anapata, wanakusanya 1.2 billion. Niliwapa kusanya 1.8 billion. Wamekusanya nafikiri Oktoba kama sikosei 1.5 billion. Kwa vile angalau unaona increment inakwenda juu. Moshi wanakusanya 600, walikuwa wanakusanya 600 milioni 600. Nikawapa target ya milioni 900. Wako nafikiri milioni 700 na kitu nafikiri. 700 nafikiri 76. Moshi. Kote namba. 722.26. Kwa vile wanaweza. Mamlaka ndogo Makonde nimetembelea pale, makusanyo kwa mwezi ilikuwa nafikiri milioni 1.7. Milioni 1.7. Alafu bilioni 1 nafikiri. Sababu bilioni ngapi sasa? Milioni 1 sivyo? Ilikuwa 1 mpaka 3. Na mtu tulompeleka pale anatoka wizarani, mtaalamu mzuri, ana degree. Ndio alikuwa anakusanya hiyo. Kwenda kuona upumbavu ule, nikasema hii kitu sitaki kusikia. Tukamtoa yule, tukampeleka mtu mwingine, nafikiri yuko engineer. Makusanyo yake ya juzi amekusanya milioni 300.495. Kutoka milioni 3 mpaka milioni 33.49. Halafu kitu kibaya zaidi, engineer yule ama yule mkurugenzi aliyopelekwa pale Makonde akarejeshwa wizarani. Nitawashangaa sana kama wizara mtakuja kumpa nafasi kubwa. Nitawashangaa sana. Nilimwita wizara. Kama ningalikuwa mimi ningalitafuta pala pengine tu, nikamweka tu nikamfrustrate naye. Kwa sababu alifrustrate pesa za serikali, alifanya wizi wa serikali. Alikuwa naiba hela ya serikali na kijana. Nilimwita amekwangu angalau nimuone ofisini. Nikasema wewe, you are very useless guy. Very useless guy. Nitumia neno hilo tu. Huwezi kwenda umepewa dhamana kubwa, unakusanya milioni 3. Mtu mwingine anakwenda hajafanya chochote, anakusanya milioni 33. Nilimpa target milioni 35.
Kwa hivyo sasa naomba mamlaka zote lazima tupeane malengo. Na malengo, sitaki kusikia mtu anaomba malengo 20%. No. Hakuna 20% hapa. Hiyo lazima 50% and above. Umesikia katibu mkuu? Msije mkasema mnampa 10%, hiyo sitaki kusikia. Tunaanzia na 50% and above. Na every 3 months walete report. Mupo jamani? Mtafanya kazi, naamini mna uwezo na mna uwezo. Na hizo pesa ambazo zitaongezeka tunataka tuzijue mnazifanyia nini. Msije mkachukua hela mkalipana mishahara, hapana, ama mkaanza kwenda Dar es Salaam na kutembea. Hapana. Kwa hivyo naomba kila angalau 50% and above. Akishinda tutaangalia kwa nini ameshinda, tutafanya assessment. Yeye ni binadamu, kama kweli sina sababu za msingi tutaenda mbele, tutamsaidia. Nia kubwa ni kuwasaidia nini? Sio kuwakomoa. Hatujaika hii kuwafukuza, hapana. Tunaika hii kwa sababu nataka muendelee mbele. Kwa hivyo naomba sana katibu mkuu hilo tulisimamie, isije kuwa chini ya hapo. Nafikiri nimesema sana, ni wasipendi kusema sana.